Jina langu naitwa Juma Kapipi, ni mwandishi wa habari wa Azam TV. Nikizungumzia kifo cha kiongozi wetu kwa maana ya Charles Hilary kilichotokea hii leo, kwa kweli naweza nikasema ni pigo kubwa mno katika tasnia hii ya habari. Hasa nikimzungumzia kwa mimi binafsi, mimi mwenyewe ni mtu ambaye kwanza alikuwa ni role model wangu, lakini pia amekuwa ni mtu ambaye hata kwa wengine wamekuwa fuata nyendo zake kwa kiwango kikubwa sana. Charles Hilary mimi nimeanza kumsikia tangu yupo hapa Tanzania, lakini nikamsikia zaidi huko BBC, na ni sehemu ambayo sasa nilipata wasaa mzuri wa kuendelea kumfuatilia, kwa sababu ni kazi ambayo na mimi mwenyewe ilikuwa moyoni mwangu, hivyo nilitaka kujua kila kitu anachokifanya. Kwa kweli hasa kwenye taarifa ya habari, nilipokuwa nikimsikia ile taarifa ya habari ya BBC, nilikuwa nafarijika mno, kiachiana na masuala lazima ambayo yalimtambulisha kwa kiwango kikubwa sana katika tasnia hii ya habari kwenye utangazaji wa mpira. Lakini pia Charles naweza nikasema kwangu ni baba, kiongozi, mjomba na mwalimu pia. Ukiangalia hata namna ambavyo mimi kujiunga na Azam TV, miongoni mwa watu ambao walionifanyia interview kwa maana ya kuangalia uwezo wangu pia ni pamoja na yeye. Alikuwa yeye pamoja na Kaijage, watu ambao nilikutana nao siku hiyo ya interview, na tukiwa watu wengi sana ambao tulifanyiwa interview Kigoma, watu takriban wa mikoa kama miwili ama mitatu hivi. Nilipoingia kwenye chumba cha interview, sikuwahi kuonana na Charles, ndo mara yangu ya kwanza siku hiyo, na nikawa mbele ya meza yake akinihoji maswali kadhaa ya kwa nini nahitaji kwenda kujiunga na Azam TV. Lakini shukuru, maswali ambayo aliniuliza yalikuwa magumu, nilienda nayo vizuri kwa namna ambavyo niweza kujibu kwa ufasaha, na hata kufikia hatua kwanza yeye mwenyewe binafsi alinikubali na kuona kwamba ninaweza kwenda kujiunga na timu yao ili niweze kufanya kazi nao pamoja. Ni jambo ambalo kwanza nilishukuru kwa mtu kama yule ambaye mimi niliamini kwamba na mimi pengine na uchanga wangu kwenye tasnia ningeweza pengine baadaye kuja kuwa kama yeye, kwa sababu nilikuwa namuiga vitu vingi. Lakini sasa siku ambayo nimekuja kukutana naye na ndio mtu ambaye alikuwa ananifanyia interview na kuhakikisha kwamba wamenipitisha, nilijua kwamba anaona nina kitu. Lakini baada ya hapo nianza kufanya kazi naye. Amenituma kazi nyingi na amekuwa akinirekebisha mambo mengi. Mwanzoni karibu kila kitu alichokuwa akinituma, nilivyokuwa najaribu kufanya, ananiambia umekosea. Ni kitu ambacho nilikuwa najaribu kuona sasa namna gani naweza nikafikia hatua hasa ya kufanya kile ambacho anachoona mimi kwake kwamba kinafaa. Tulienda naye hivyo, na ninashukuru Mungu kwa yale alikuwa akinielekeza. Charles amenielekeza mambo mengi. Ni mwalimu kwangu, amefanya mambo mengi na kunijenga kikazi, na kwa kweli naweza nikasema kwangu mimi ni pigo kubwa mno. Niliona kile ambacho alichokuwa kinielekeza mpaka kufikia hii leo ndio kinanipa manufaa makubwa. Naweza nikasema kwamba manufaa ya kiutendaji katika kazi katika tasnia hii sehemu kubwa imetokana na mkono wake yeye. Na wakati nilipokuwa pengine nikipatia, alikuwa ananipa zawadi. Amewahi kunipa zawadi. Kwa mara ya kwanza kabisa ilikuwa shilingi 100,000, lakini mara ya pili amewahi kunipa shilingi 50,000 baada ya kufanya vizuri upande wa radio. Lakini akaniita, kaniambia kwamba hata TV pia
nimeona wanafanya vizuri, lakini kuna sehemu inataka marekebisho. Marekebisho yalikuwa wapi? Kwa sehemu kubwa Charles kwa Azam TV tunaweza tukasema ni mwalimu, alikuwa ni mwalimu wa Kiswahili fasaha, kwa sababu kila jambo tulilokuwa tukilifanya alikuwa ni mstari wa mbele kuturekebisha, hasa kwenye Kiswahili. Na anapokurekebisha unajua kabisa kwamba kweli hapa na mimi nilikuwa nimekosea. Kwa hivyo mimi binafsi nilikuwa natamani karibu kila leo, hasa anapokuwa news anchor yeye wakati huo kwenye TV, nilikuwa natamani siku hiyo anayosoma taarifa habari yeye, basi na mimi story yangu iwemo. Kwanza najisikia raha ninapoona kwamba anasoma tuseme paragraph ya kwanza, kwa maana ya kitaalamu unasema intro, anaisoma, alafu mimi anakuja kunikaribisha ili niweze kuendelea na para ya pili na hatimaye kukamilisha story yangu. Nilikuwa naona kwamba najisikia furaha sana. Ni mtu ambaye kwanza nimeanza kuwa nikimfeel toka nikiwa mdogo. Sasa hatimaye nakuja kufanya naye kazi pamoja. Nilikuwa kwa kweli nafurahi sana. Charles naweza nikasema ni pigo. Hata kama alikuwa tayari amekwisha ondoka Azam, na akiwa huko Ikulu ya Zanzibar, kwa kweli binafsi hata nikifungua simu yangu hapa utaona message alizokuwa kiniandikia, ananielekeza kwamba hiki nilichokifanya ningefanya hivi, ningefanya vile, lakini pia kunipongeza mara kwa mara. Story ya mwisho yeye kunipigia simu ilikuwa ni story inayohusu meneja wa Jipsa Tabora baada ya kufanya makosa na kutumbuliwa na mkuu wa mkoa kwa maana ya RC Chacha. Siku hiyo nilipokwenda hewani na story hiyo, Charles alipiga simu akaniuliza vitu vingi, lakini akaniambia, bwana, umefanya story moja nzuri ambayo kwa namna ambavyo niona, yani inanifanya nifurahi kwanza kuiangalia, alafu na namna ambavyo ulivyoweza kufanya zile drama zilizokuwa zikijitokeza za pale wakati tuna rekodi ile mazungumzo yale kati ya mkuu wa mkoa na huyo meneja wa Jipsa. Sema umefanya kitu kimoja kilikuwa kizuri, kinamfanya mtu hata yani enjoy kuendelea kuangalia, japo kuna kitu watu wanajifunza kutokana na hicho. Lakini kikweli niseme tu Charles ameniuma sana. Charles alikuwa akinipigia simu karibu muda mwingi, hata akiniuliza tu habari za Tabora, akinitania maendeleo ya Tabora kuhusiana na rasilimali zilizopo, asali, maziwa, kwa maana ya mifugo, ufugaji wa nyuki, ufugaji wa mifugo mingine kama ng'ombe na kadhalika. Kwa kinitania pia akinieleza asili ya chakula fulani cha Tabora huku kinaitwa matobora, kilichotokana na jina hili la Tabora. Vitu vingi kwa kinitania, ni hata nikifumba macho hivi nahisi kama ni sauti yake naisikia pia, pengine ananitania kuhusiana na hicho kitu. Ananiambia karibu kila leo kwamba natarajia kuona story nyingi, makala nyingi kutoka kwako, na kuona sasa umeimprove, umekuwa ni mtu ambaye yeye anasema na enjoy kukuona, na enjoy kusikia story zako. Kwa kweli ni pigo kwangu mimi, ni pigo kubwa sana, na nitamkumbuka kwa mengi Charles, mengi mno. Tunaweza kusema ni alama tumepoteza kwa Tanzania. Ni mwandishi mahiri wa Kiswahili, mtangazaji mahiri wa mpira, mtangazaji mahiri kwenye taarifa ya habari. Hakuwa mtu wa mchezo kwa kweli. Charles alipenda muda mwingi utani, muenjoy, aone umefurahi, ndio ilikuwa furaha yake zaidi. Muda mwingi sikuwahi kumuona Charles kachukia hata siku moja toka nimeanza kufanya naye kazi. Siku zote nilikuwa namuona ni mtu ambaye ana tabasamu, anitanie, na sio mimi tu peke yangu, anawatania wengi. Anawatania pia kina Ivona ambaye alikuwa akifanya naye news kwa maana kwenye bulletin, lakini pia kuna vipindi vyake ambavyo kwa akifanya sawa, wapiga picha ambao wanakwenda
kumpiga picha yeye wakati anafanya mahojiano, walikuwa nao pia wana enjoy kwa sababu ana maneno fulani hivi ambayo una enjoy wakati anapokuambia, anakufanya ujisikie uone kazi ni rahisi sana, wala usione kazi ngumu. Lakini alikuwa ni mtu ambaye anataka kazi yenye ufanisi wa hali ya juu, sio kazi ya lele mama tu. Alikuwa kwanza anakuambia kwamba story unapokuwa unaandika story na hata kufikia hatua umetengeneza story ambayo inatakiwa kwenda hewani, sio umfanye yule mtazamaji aliyoko sebuleni naye aanze yani unaposoma para ya kwanza, para ya pili naye aweze kuitengeneza ya kwake akiwa amekaa sebuleni. Mpe kitu kipya, mpe kitu ambacho alikuwa hana, yani asijutie kukaa kwenye taarifa habari kwa muda huo. Lazima umfanye kwamba mtazamaji ajikute kwamba anapokosa taarifa habari kwa mara moja ajue amekosa kitu kikubwa sana. Charles, kwa kweli kwa sababu tu ni mpango wa Mungu na kwamba tumezaliwa na kwake tutarejea kwa maana ya kifo, kwa maana wanasema kila nafsi lazima itaonja kifo, na mwenzetu ametangulia na pengine na sisi tunaweza kusema tupo njiani. Okay.